katibu wa BAKWATA aliyosafiri usiku kucha kutoka Igunga, ambako huyo bwana yeye anasimamia msikiti pale. Budget yake almost bilioni 2,678,000. Huyu katibu wa BAKWATA. Kwa niaba ya makatibu wote wa wilaya, toa salamu za kongamano hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amejalia kufika kwenye kikao hiki kitukufu ambacho kinaangalia mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa haraka nianze kumshukuru kiongozi wetu wa kiroho Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, ambaye yeye wimbo wake wa amani hata kabla ya michakato ya chaguzi mbalimbali aliendelea kuimba amani amani, na matokeo yake yanaonekana kuwa huyu mzee alikuwa anahubiri amani nini maana yake, kwa sababu ni mwanazuoni mkuu. Lakini ameendelea mpaka sasa hivi kama sisi watendaji makatibu wa BAKWATA wilaya, kwa niaba wenzangu ambao ameendelea kutueleza kuwa tuendelee kuliombea taifa hili, tuendelee kuomba dua mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kuiona Tanzania yetu ikiwa salama. Lakini nije nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wake mkubwa ambao Watanzania wote bila kujali dini zao walijitokeza wakapiga kura na wakafanikiwa kupata ushindi wa 97%. Lakini niendelee kuipongeza hotuba yake hii ya majuzi akiongea na wazee wa Dar es Salaam. Tunaweza tukachukua vipengele viwili tu kwa muda. Moja, alitukumbusha hata sisi viongozi wa dini kuwa nchi hii katiba yake imetambua uhuru wa kuabudu, lakini haijafanya viongozi wa dini wakawa ni watu wa kuiamrisha mamlaka. Lakini aliomba kuwa ni vizuri viongozi wa dini tushauri, tuone namna gani ya kuelekeza, kwa sababu aliyazungumza haya kwa kuweka utaratibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekumbushwa sisi viongozi wa dini, alizungumza sisi ndio tunaingia ndani ya mioyo, kwenye nafsi za watu, tunasikilizwa zaidi. Hekima yetu kubwa ni kuendelea kuliombea hili taifa, kuwa nasihi watu wote ili waweze kuwa waheshimu mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao Mwenyezi Mungu ndiye ameweka. Lakini jingine amekumbusha vijana uzalendo, ukweli, na amekumbusha mpaka wazazi. Huenda kawa sisi Waislamu na viongozi mbalimbali tuna watoto wetu, tuna watu mbalimbali, lakini yawezekana maadili na mmomonyoko unaokwenda tunaona. Mheshimiwa Rais ameomba wazazi na walezi wote tuendelee kuwalea watoto waweze kupenda mambo ya nchi yao, kuwa wazalendo, wasijiingize katika vitu ambavyo haviwezi kuleta muafaka kwenye hili taifa. Viongozi wangu mmezungumza mengi, mashehe mbalimbali. Sisi makatibu ni kupokea utaratibu na ni watendaji kwa ajili ya kuidumisha amani. Naomba niishie hapa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.